Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Katika kuhakikisha ustawi wa maisha ya baadaye ya wafanyakazi nchini, waajiri wa sekta ya huduma hususan mahoteli na migahawa wamekumbushwa umuhimu wa kuandikisha watumishi wao katika mfuko wa hifadhi ya jamii. Katika manispaa ya Kahama mkoani Shinyanga, hoteli ya kisasa BMN kwa maana ya Bwana ni Mwema ni miongoni mwa taasisi zinazotekeleza jukumu hilo ipasavyo. Baadhi ya wafanyakazi wa mgahawa huo wamesema utaratibu huo umechangia kwa kiasi kikubwa kuboresha maisha yao, hasa kujipatia stahiki na kuhakikisha usalama wa maisha yao ya baadaye. BNM Hotel imekuwa pia moja ya mafanikio yetu kwa sisi wafanyakazi. Inatupatia ajira. Mabinti pia tunakuwa tunaepukana na changamoto za mtaani. Tukiwa mabinti tunafanya kazi za katika hoteli tofauti tofauti, tunakutana na changamoto. Changamoto ni nyingi ambazo tunakutana nazo huko nje tuko tufanya katika sehemu nyingine. Changamoto hizo zinakuwa ni kama ukifanya kazi za baa ni tofauti tutafanya kazi BNM. Tukifanya kazi za baa kule unahudumia baa na nini, tupata changamoto zile, ukuta mlevi anasumbua wafanyakazi na nini, tupata kusumbuliwa na wateja. Lakini inakuja kuwa tofauti kwa upande wa BNM. BNM wafanyakazi tunakuwa wa aina tofauti, dini tofauti, lakini tunakuwa tunafanya kazi kwa amani na hatusumbuliwi na watu wa aina zozote. BNM Hotel inajishughulisha na uuzaji wa chakula na imekuwa ikitunufaisha hata sisi wafanyakazi. Wafanyakazi tunanufaika na vingi pia. Mbali tunakuachilia mishahara yetu, tunapata vitu tofauti kutoka kwa mkurugenzi wetu. Amekuwa akitupatia vitu vidogo kama nauli, hivyo tunapata nauli, tunapata posho za vitu tofauti. Mkurugenzi apofurahia tu kazi yetu, basi na sisi pia tunafurahi siku hiyo. Tukiwa BNM unaishi vizuri, tofauti na hoteli zingine. Hapa wanatujali, mshahara tunapata kwa wakati. Hata kabla ya tarehe 30 tunapata mshahara. Katika hoteli ya BNM tuna mfuko wa NSSF. Sawa, tumeunganishwa katika mfuko wa kijamii wa NSSF. Bosi wetu anatuchangia na si vile vile tunakatwa, makato yanaenda kwenye mfuko. Kwa hiyo inatusaidia hata baadaye ukija kuacha kazi hapa unajikuta una chochote cha kufanya, unajikuta una hifadhi yako ambayo ulikuwa umetunziwa na bosi wako pamoja na wewe pia. Robbie Charles, msimamizi wa mgahawa huo, amesema taasisi yao inatambua na kuthamini mchango wa wanawake, akieleza kuwa kati ya wafanyakazi 35 zaidi ya 15 ni wanawake. Tumeweza kupata fursa ya kuweza kuajili wanaume na wanawake ambao imeweza kuwasaidia katika kuendeleza shughuli zao kifamilia na kijamii. BNM Hotel imeweza kusaidia watu mbalimbali ikiwemo wanawake ambao wameweza kutujengea fursa mbalimbali sisi kama wanawake. Mimi kama meneja wa BNM imeweza kunisaidia mimi kuwa na uwezo wa kuwa kama kiongozi. Zamani nilikuwa siwezi kuongea na watu au kuwakomando watu kwamba fanya hivi, lakini kupitia nafasi hii imeweza kunisaidia kuweza kuwa kiongozi, na namshukuru pia mkurugenzi kwa kunipatia nafasi hii. Tumeweza kufungua hoteli hii mwaka 2024 ambapo ilikuwa ni kipindi cha Rais Samia Suluhu Hassan kuwepo katika uongozi wake, na pia tumeweza kubahatika kuajili wanawake 15 kati ya wafanyakazi jumla wakiwa 35. Hivyo tunaona kwamba kama wanawake wameweza kujitokeza kutafuta ajira na imeweza kuwasaidia kuendelezesha familia zao na mahitaji yao ya kila siku. Kwa upande wake, mkurugenzi wa taasisi hiyo Chazi Samuel maarufu Bwana ni Mwema amesema miundombinu bora ikiwemo barabara imekuwa kichocheo kikubwa kwa wawekezaji katika manispaa ya Kahama. Watu wanaendelea kuwekeza katika majengo ya hoteli zimeendelea kuongezeka katika mji wa Kahama. Hayo tunaona pia ni maendeleo. Lakini ujenzi unaendelea kupanuka kila kunapokucha. Ukipita kila mtaa unaona mabadiliko ya mji, namna ambavyo sura inaendelea kubadilika ya mji wa Kahama kwa namna ya ujenzi. Lakini pia yapo mambo mengi ambayo viwanda vimeshaanza kujengwa Kahama. Sasa hivi watu wanatoka katika miji mikubwa kando ya Dar es Salaam na sehemu mbalimbali wamekuja kuwekeza Kahama kufungua viwanda mbalimbali. Hivyo tunaendelea kuona mabadiliko makubwa katika wilaya yetu ya Kahama na manispaa ya Kahama kwa namna ambavyo
inaendelea kukua kimabadiliko. Lakini pia tunaendelea kumwombea Mheshimiwa Rais aendelee kuboresha mji wetu huu wa manispaa ya Kahama. Kwa namna mbalimbali, tuna shida mojawapo ambayo bado inatukabili katika mji huu wa manispaa ya Kahama. Barabara nyingi hazipitiki. Ni kweli tunaona miundombinu, barabara baadhi zimeanza kutengenezwa, lakini barabara nyingi zimekuwa maporomoko. Kwa hiyo tunaendelea kuasa uongozi wa nchi yetu utuangalie kwa upana juu ya maboresho miundombinu, kupanua wingi wa barabara ziweze kuwa nzuri, ziweze kupitika, ili hata mwekezaji anapohitaji kuwekeza awekeze akijua kwamba eneo analowekeza miundombinu, usafiri, watu hawatahangaika, watafika kwenye mradi.